Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo: 0752732515. Usisahau kusubscribe kwa simulizi na makala za kuelimisha. Uhali gani mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti? Karibu tena katika simulizi zetu za sauti ambazo umezoea kuzipata hapa. Na hii simulizi si nyingine, ni simulizi yako pendwa kabisa ambayo inaitwa Msaliti wa Mapenzi sehemu ya 7. Kama endapo utakuwa hauja subscribe channel yetu inaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel, na chini ya video hii kuna kitufe ambacho kina rangi nyekundu, pia kina alama ya kengele. Ukigusa hapo moja kwa moja utakuwa ni mwanafamilia wa Baba Sam the King Tanzania TV channel. Tunachokuomba subscribe, like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Lakini kwa upande wa TikTok tunaitwa Baba Sam the King channel. Chini ya kulia mwa simu yako kuna vitufe ambavyo vipo hapo, utaviona juu kulia, lakini gusa kitufe ambacho kina alama ya jumlisha. Moja kwa moja utakuwa umetufollow Baba Sam the King channel. Kwa upande wa TikTok tunachokuomba follow, like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Sasa nikukaribishe sehemu ya 7, tuendelee kuidadavua simulizi hii ambayo inaitwa Msaliti wa Mapenzi. Wakati anaendelea Bwana Ibrahimu kuandika nyimbo za wasanii ambao wamejikusanya pale, wakati anaandika wimbo wa mwisho wa msanii wa mwisho, hapo ndipo ambapo alitokea dada ambaye walimtambua mara moja, yaani Ibrahimu Muhina ambaye ndo mwenye ulemavu, pamoja na rafiki yake huyu wa kuitwa Jeremia Mwamoto. Waliweza kumtambua huyo dada kwa sababu aliwaacha, yeye alikuwa mbele kimasomo. Kwa hiyo hapo, baada ya kufika huyo dada, alianza kumtazama sana Ibrahimu kutokana na umaarufu wake sasa wa kusambaza vipeperushi hapa na pale, kubandika vipeperushi na mabango kwenye miti mbalimbali, akiwa anatangaza kwamba anatafuta wale wasanii ambao wana uwezo wa kuimba lakini hawana uwezo wa kuandika nyimbo wenyewe. Kwa hiyo ndiyo biashara ambayo anayoifanya. Baada ya kuwa anamtazama mara kwa mara, sasa hapo Ibrahimu alishtuka. Wakaanza kuzungumza na rafiki yake Jeremia. Mazungumzo yao yalikuwa kama hivi: aise, rafiki yangu Jeremia, mbona huyu dada ananitazama sana? Unahisi ni kitu gani ambacho nahitaji kutoka kwao? Au na yeye anataka aandikiwe wimbo?
Sikiliza nikwambie rafiki yangu, hapo hakuna mtu anayetaka kuandikiwa wimbo. Yaani yeye hapo anakutazama tazama. Labda huenda atakuwa amekupenda, maana kuna watu wengine hata hawasemi. Anaweza kagupenda lakini akakaa kimya. Kwa hiyo kuwa makini rafiki yangu, huenda amekupenda. Rafiki yangu Jeremia, huyu dada mbona kama alikuwaga na akili darasani, lakini kwa nini na yeye hawajampeleka kwenye shule ya upili? Au atakuwa ameenda anatuchora kwa kutucheka? Sidhani. Kweli anaweza kuducheka kweli kwa kazi hii tunayoifanya? Kwani hii ni kazi mbaya. Umesikia hapa, kwani tuko tunaombaomba. Wala Ibrahimu, wewe usiwe na wasiwasi. Wewe cha kufanya, wewe piga tu kazi, mambo ili muradi yaende. Si tunaweka mkono kinywani? Kwani tunamuibia mtu? Si tunatafuta hera kwa uwezo wetu? Unakuwa na wasiwasi gani? Endelea kupiga kazi wewe, wala hata usimuwaze mtu ambaye anaendelea kutuangalia. Hii ni hali yetu ya kawaida. Baada ya kuzungumza wote kwa pamoja, yule dada alikuja na kuanza kumwongelesha Yeremia kwa ishara tu, huku Ibrahimu alikuwa yuko bize anaendelea kumalizia huo wimbo. Kwa hiyo alikuwa anaendelea na msanii wake, wakati huyu dada anamkonyeza bwana Yeremia. Na baada ya kumuona, Yeremia alinyanyuka pale walipokuwa wamekaa, yeye akaondoka mpaka kwa huyo dada. Huyo dada hakuongea chochote, bali aliendelea kuonyesha ishara na vitendo. Sasa hapo Yeremia alianza kuwaza akilini mwake, kimoyomoyo, akijifikiria, ina maana mnataka kuniambia huyu dada siku hizi ameshakuwa bubu? Mbona anaonekana kama vile ananionyesha sana kwa vitendo? Inamaanisha kwamba hataki kuongea. Kwa hiyo hana uwezo wa kuongea huyu, au ananifanyia kusudi. Ngoja nimuone mpaka mwisho, nitagundua tu kama endapo ni mtu ambaye hana namna yoyote ya kuongea, au anajifanyisha. Haya, wacha nisubiri nione. Baada ya kuwaza mawazo hayo, yeye kila namna jinsi ambavyo alikuwa anafanya vitendo alikuwa kimfatisha, kutokana na kwamba lugha ya alama alikuwa naifahamu, kwa sababu pale shuleni walisoma na watu ambao ni mabubu, ambao hawawezi kuongea. Kwa hiyo kuna mwalimu ambaye alikuwa anawafundisha watu wenye ulemavu hao, pamoja na watu wengine wenye ulemavu ambao ni watu wenye ulemavu wa mikono, wa miguu. Wengine wanatembea na magongo, wengine wanatembea na vitimwendo kama jinsi alivyo Ibrahimu Muhina. Kwa hiyo hiyo shule ilikuwa na kitengo cha watu wenye ulemavu, lakini pia
haikuwa tu na miundombinu mizuri kwa watu wenye ulemavu, ijapokuwa walikuwepo. Kwa hiyo kutokana na namna hiyo, basi aliweza kuelewa kabisa kile ambacho alichokuwa anaelekezwa na huyo dada. Alianza kuonekana kama anatoa simu mfukoni, na yeye hapo ndipo ambapo aligundua kabisa kwamba baada ya kuikinga simu na kuonyesha kama vile anataka kubonyeza vitufe kwenye ile simu, aligundua mapema kwamba anahitaji namba yake. Hapo ndipo ambapo alitoa simu mfukoni na akaanza kumtajia, kwa sababu alihisi huenda atakuwa sio kiziwi, lakini bali ni bubu tu. Kwa hiyo alianza kumtajia namba yake. Hapo ndipo ambapo alipotikisa kichwa akiashiria kwamba hataki namba ya kwake. Akaanza kujiuliza atakuwa anahitaji namba ya nani. Lakini baadaye alisonta kidole kwenda kwa Ibrahim Muhina. Baadaye tena akagonga vitufe vya simu yake. Hapo ndipo alipogundua kwamba kumbe hahitaji simu yake, bali anahitaji namba ya simu ya Ibrahimu Muhina. Hapo ndipo ambapo alimwambia kwamba asubiri ili aweze kwenda kumwambia Ibrahimu kama atakubali namba yake iweze kutolewa. Hapo ndipo alipokubali kwa kichwa huyu dada, na hatimaye Jeremia Mwamoto akaja moja kwa moja mpaka pale kwa Ibrahimu. Akakuta Ibrahimu ameshamaliza kabisa kuandika ule wimbo ambao alikuwa na uandaa, na pesa yake ameshalipwa na wale wasanii wote. Hapo ndipo ambapo waliposimama. Kulikuwa kwenye tuunyasi fulani hivi karibu kabisa na barabara ya changarawe, ambapo palikuwa ni njiani kabisa. Kwa hiyo alisimama Bwana Ibrahimu akajiburuza mpaka pale kwenye kitimwendo chake, akakalia kitimwendo, na hatimaye akamwambia aenda akampatie tu hiyo namba ambayo anayohitaji. Baada ya kutoa ruksa kwa rafiki yake huyu Jeremia Mwamoto, alienda moja kwa moja mpaka kwa yule dada akampatia hiyo namba ambayo aliyokuwa anaihitaji. Mpenzi msikilizaji wa Simulizi za Sauti, sehemu ya 7 ya simulizi hii, Msaliti wa Mapenzi, imeishia hapa. Kama endapo utakuwa haujasubscribe chaneli yetu, inaitwa Baba Sam The King Tanzania TV channel, na chini ya video hii kuna kitufe ambacho kina rangi nyekundu, pia kina alama ya kengele. Ukigusa hapo, moja kwa moja utakuwa ni mwanafamilia wa Baba Sam The King Tanzania TV channel. Lakini tunachokuomba subscribe, like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Lakini kwa upande wa TikTok tunaitwa Baba Sam The King channel. Baba Sam The King channel, ukiangalia juu kulia mwa simu yako kuna vitufe ambavyo viko pale, lakini wewe tazama kitufe ambacho kina alama ya jumlisha. Gusa hapo, moja kwa moja utakuwa umetufollow. Kwa hiyo utakuwa ni mwanafamilia wa Baba Sam The King channel. Tunachokuomba follow, like, share, comment pia, ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Ni kuage mpaka sehemu ijayo, ili
tuendelee kuidadavua tujue ni kitu gani ambacho kiliendelea. Na hapa mwisho tumemwona Ibrahim ametoa namba yake kwa yule dada, ambapo amempa rafiki yake Ruksa ambaye ni Jeremia aende kumpatia huyu dada namba hiyo ambayo anayoihitaji. Mpenzi msikilizaji, unahisi huyu dada anataka nini? Na je, mawasiliano yao kati yake yeye huyu dada pamoja na Ibrahimu yatakuwa ni mawasiliano mazuri? Je, baada ya pesa zote hizo kuzipata Bwana Ibrahimu Muhina kwa siku hiyo, je, atazifanyia kazi gani? Endelea kuifuatilia, usiache. Nikuage niseme kwa heri mpaka sehemu ijayo. Mimi ni Hasdi02 Baba Sam the King. Nikutakia wakati mwema. Niseme kwa heri mpaka sehemu ijayo. Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo: 0752732515. Usisahau kusubscribe kwa simulizi na makala za kuelimisha.